كثيرا. عباد الله، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون ونجا المتقون. ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah azza wa jal na kumtakia swala na salam kipenzi cha umma, kiongozi wa umma, mwalimu wa umma, bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa napenda kuihusia nafsi yangu pasina ya kuzisahau nafsi zenu vile vile juu ya suala zima la kujipamba na maamrisho ya Allah na kukaa mbali na yale ambayo ametukataza Allah azza wa jalla, kwani ndiyo mafanikio ya mu'min hapa duniani, lakini kesho akhira mbele ya Allah azza wa jalla. Ama katika siku hii ya leo, insha Allah biidhni Rahman, tutatizama nyasia ndani ya siku hii ya udhuhiya, nyasia ambazo anatakiwa apambike nazo mu'min ndani ya sikukuu hii. Inna al-Eida yawmun, hakika siku hii ya Eid ni siku ambayo Waislamu hufurahi, Waislamu husherehekea siku hii kwa ajili ya kufurahika. Wa inna al-muslimin, na hakika Waislamu yafurahuna, wakifurahi katika maeneo mbalimbali, katika nchi mbalimbali, katika mikoa mbalimbali, Waislamu wote wanafurahika ndani ya siku hii. Antum fi yawmin adhim, hakika nyinyi mupo katika siku tukufu, mupo katika siku bora sana, siku ambayo inapendeza kwa Allah azza wa jalla. Min a'zami al-ayyam, katika siku bora sana, siku muhimu sana inda Allah, mbele ya Allah azza wa jalla. Wali'adhamihi, na kwa sababu ya utukufu wake, sababu ya ukubwa wake, taaddadat asma'uhu, majina yamekuwa ni mengi sana. Siku hii ina majina mengi sana, lakini miongoni mwa majina ambayo inaitwa siku hii ni yaumul udhiya, siku ya kuchinja. Waislamu sehemu mbalimbali wanajikurubisha kwa Allah azza wa jal kwa kuchinja kwa ajili ya Allah azza wa jal, kwa kuchinja kwa vile ambavyo wameviandaa kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah azza wa jal. Ibadallah, ndugu zangu katika imani, leo hii siku ya Eid Waislamu wanajikurubisha kwa mambo mbalimbali, lakini mambo ambayo wanajikurubisha nayo au jambo ambalo wanajikurubisha nalo katika siku hii ambalo ni kubwa sana ni jambo la kuchinja. Ndugu zangu katika imani, taqarruban wa ta'dhiman, wanafanya hivi kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla. Faqad amara Allah, na hakika Allah azza wa jalla ametuamrisha na alimwamrisha mtume wake akimwambia, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na uchinje kwa ajili ya Mola wako, usichinje kwa ajili ya mtu mwingine. Ai wanhar li rabbika, chinja kwa ajili ya Mola wako, kama tusalli li rabbika, kama vile unavyoswali kwa ajili ya Mola wako. Lakini katika siku hii watu wameifanya siku hii wanachinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa ajili ya mashaitani, wanakwenda kuchinja kwa ajili ya makaburi na kwa ajili ya mashaitani, na wamefanya ziarati mbalimbali, wameweka ziara mbalimbali katika siku hii, na ziara hizo hazimridhishi Allah azza wa jalla. Ndugu zangu katika imani, Allah azza wa jalla ametuumba sisi pamoja na majini ni kwa ajili ya kuja kumwabudu Allah azza wa jalla. Katika ibadati mbalimbali tunazifanya kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla. Allah anatuambia, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu ila lengo ni kwa ajili ya kuja kumwabudu Allah azza wa jalla, kwa ajili ya kuja kufanya ibada. Hatukuumba kwa ajili ya lengo lingine. Lakini ndugu zangu katika imani,
shuri'at al-adahi litahqiq at-taqwa. Hii ibada ambayo tunaitekeleza hii leo tumewekewa sheria kwa ajili ya kupata uchamungu. Allah anatafuta uchamungu kwetu sisi. Allah anatafuta takwa Allah baina ya waja wake, kama alivyotuambia Allah azza wa jalla, la yanala Allah luhumuha. Allah hazimfikii nyama zao wala dimauha wala damu zao, lakini yanaluhu taqwa minkum, uchamungu ndio unaomfikia kutoka kwenu nyinyi. Yale ambayo mtayafanya ndani ya siku hii, mkayafanya kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla, kwa ajili ya kumwogopa Allah azza wa jalla, hili ndilo lengo ndani ya siku hii. Walihadha, na kwa sababu hiyo, fa ajruha adhimun, ujira wake ni mkubwa, thawabu zake ni nyingi, malipo yake ni makubwa sana kwa yule ambaye amejaliwa uwezo na Allah azza wa jalla na akawa mwenye kuitekeleza ibada hii. Lakini leo ni watu wangapi ambao wanapitwa na kheri hii, wanapitwa na thawabu hizi? Mtu ana uwezo, ana nafasi, lakini anashindwa kuitekeleza ibada hii. Tuko wapi ndugu zangu katika imani na ibada hii ya kuchinja ambayo ni bora sana? Kama alivyotuambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo bisanadin hasan, anatuambia, man wajada sa'atan, yeyote yule ambaye ana uwezo, amepewa uwezo na Allah azza wa jalla, falam yudhi, na akawa ni mwenye kujinyima, akawa ni bakhili, akawa hajachinja ndani ya siku hii, fala yaqrabanna musallana, asikaribie katika musalla wa Eid, asifika katika musalla wa Eid. Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini ndugu zangu katika imani, katika wasia ambao tunatakiwa kujipamba nao, jambo la kwanza ni kumcha Allah azza wa jalla, wal amali bima yurdihi, na kufanya yale ambayo yanamridhisha Allah azza wa jalla ndani ya siku hii, wajitinabi ma yasqutuhu, na kujiweka mbali na yale ambayo yatamchukiza Allah azza wa jalla, wa yu'dhihi, na yale ambayo yatamuudhi Allah azza wa jalla. Kila mmoja wetu hapa anatakiwa afurahike ndani ya siku hii kwa ajili ya kumridhisha Allah azza wa jalla, asije akamkosea Allah azza wa jalla. Lakini wasia wa pili, alaikum birrahma, hurumianeni baina yenu, kuweni na huruma baina yenu. Yarhamu alqawiyyu min aldhaif, amhurumie yule ambaye ana nguvu, amhurumie yule ambaye ni dhaifu, hana uwezo, hana nguvu. Wayarhamu alghani min alfaqir, na wale ambao wana uwezo, tajiri anatakiwa amhurumie yule ambaye hana uwezo ndani ya siku hii, kwa kumwezesha katika mambo mbalimbali ili kuweza kuifurahia siku hii. Wayarhamu sahibul jah, na amhurumie yule ambaye ana cheo, man la jaha, yule ambaye hana cheo. Wayarhamu alkabiru min as-saghir, na amhurumie mkubwa kumhurumia mdogo ndani ya siku hii. Irhamu man fil ardi, wahurumieni wale ambao wako katika mgongo wa ardhi. Yarhamukum man fis samaa, Allah atawahurumieni siku ya kiyama, kesho akhira, mbele ya Allah azza wa jalla. Lakini wasia wa tatu ndugu zangu katika imani ni wasia kwa kina mama ambao wako katika ndoa, wanatakiwa wamche Allah azza wa jalla. Waqumi fima aujaba Allah, na simameni katika yale ambayo mmewajibishwa na Allah azza wa jalla, simameni katika yale ambayo mmeamrishwa na Allah azza wa jalla.
ndani ya sikukuu hii ya leo, ndani ya siku hii bora sana, mnatakiwa msimame katika yale ambayo mmeamrishwa na Allah azza wa jalla. Faqumi bihaqqi zawjika, simama katika yale ambayo unaamrishwa na mume wako, ala alwajhi alshar'i, katika mazingira au katika muonekano ambao umeamrishwa na sheria yako, bil ma'rufi, kwa wema, na wala msiwafanye waume zenu mkawakalifisha waume zenu katika yale ambayo hawana uwezo nayo. Katika siku hii ya leo tunafahamu yapo mambo mbalimbali, watu wanafurahika katika mambo mbalimbali. Usiwe ni sababu ya kumkalifisha mume wako akawa ni mwenye kuyafanya yale ambayo hana uwezo nayo. Mina ziyarat, katika ziara mbalimbali na safari mbalimbali kwa ajili ya kutembea, usiwe ni mwenye kumkalifisha kama hana uwezo huo. Simama katika yale ambayo umeamrishwa na Allah azza wa jalla. Kwani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametoa bishara kwa mwanamama ambaye almar'atu idha sallati khamsaha, mwanamke anaposwali swala tano, akazihifadhi swala zake, wasamat shahraha, na akafunga mwezi, akawa ni mwenye kufunga, wahafidhat farjaha, na akawa ni mwenye kuihifadhi tupu yake, wa ata'at zawjaha, na akawa ni mwenye kumtii mume wake. Qila, mwanamama huyu ataambiwa udkhuli aljanna, ingia katika pepo, chagua mlango wote katika pepo na uingie katika mlango huo. Huyu ni mwanamama ambaye amejipamba na yale ambayo yanamridhisha Allah azza wa jalla, amejipamba na maamrisho ya mume wake, akajipamba na maamrisho ya Allah, akayahifadhi yale ambayo ni sababu ya kuridhiwa na Allah. Lakini leo ni wakina mama wangapi ambao wapo katika ndoa na wanawakalifisha waume zao, wanawalazimisha waume zao katika mambo ambayo hawana uwezo nayo. Tumche Allah azza wa jalla. Lakini wasia wa mwisho, ndugu zangu katika imani, lishababina almuslimin, kwa vijana wa Kiislamu, mabarobaro wa Kiislamu, maashira shabab, enyi kongamano la vijana, alaikum bitaqwa Allah, mcheni Allah azza wa jalla ndani ya siku hii, ndani ya siku hii muogopeni Allah azza wa jalla. Waltazimu bi akhlaq alislam, najipambeni na tabia za Kiislamu, jipambeni na maamrisho na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vipi alikuwa anaifurahia siku hii? Vipi alikuwa anaisherehekea siku hii? Lakini leo baada ya kutoka katika musalla, utakuta ni mabarobaro wangapi ambao wanaenda katika mambo mbalimbali ambayo yanamchukiza Allah. Wanatafuta mambo ambayo ni sababu ya kuchukiwa na Allah, na wao wanaona ni jambo la kawaida. Kun ba'idan 'anil muharramat, kambali na yale ambayo umeharamishwa na Allah azza wa jalla, umekatazwa na Allah azza wa jalla. Alaykum bilqiyam bima awjaba Allah, lazimianeni na yale ambayo mumeamrishwa na mmeelekezwa na Allah azza wa jalla. Min iqamati salah, katika kusimamisha swala, litakunu fi dhillillah, ili muwe katika kivuli cha Allah azza wa jalla kesho akhira, mbele ya Allah azza wa jalla, ili upate kivuli siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah azza wa jalla, siku ya Kiyama. Siku hiyo ni nzito sana. Yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo haitumnufaisha mtu mali yake
wala watoto wake. Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, kila mmoja atakuwa na kitu ambacho kinamshughulisha. Anaihangaikia nafsi yake, anapambana na nafsi yake, hatoshughulika na nafsi ya mtu mwingine. Siku ambayo jua litakuwa ni kali, kila mmoja wetu hapa atakuwa akitamani kupata kivuli cha Allah azza wa jalla. Lakini mtu ambaye atakipata kivuli cha Allah azza wa jalla, kama jaa fi hadithi sahih anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sab'atun yudhilluhum Allah, watu saba ambao watakipata kivuli cha Allah azza wa jalla, yawma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa ni kivuli cha Allah azza wa jalla. Wa dhakara minhum, na akataja miongoni mwao, shaban nashaa fi ta'ati llah, ni kijana barobaro yule ambaye amekuwa katika mazingira ya kumtii Allah azza wa jalla, mazingira ya kumwogopa Allah azza wa jalla, mazingira ya kufahamu kuwa yeye ataondoka katika mgongo huu wa ardhi. Anatakiwa autumie ujana wake katika kumcha Allah, anatakiwa azitumie nguvu zake katika kumwogopa Allah, sio katika kumuasi Allah. Leo ni vijana wangapi ambao wameingia katika gonjwa la kubeti? Leo ni vijana wangapi ambao wameingia katika gonjwa la zinaa, na wao wanaona ni jambo la kawaida, ndio kwenda na maendeleo. Tunakwenda wapi ndugu zangu katika imani? Tumekaa wapi na mafundisho na maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Leo kazitumia nguvu zako katika kumuasi Allah, ukafa katika hali hiyo, utakwenda kumjibu nini Allah azza wa jalla? Utakwenda kutoa maelezo gani mbele ya Allah azza wa jalla? Ujana uliopewa na Allah usije ukakuhuri katika maisha haya ya kidunia. Nguvu ulizopewa na Allah usije ukakuhuri katika kufanya yale ambayo yanamchukiza Allah azza wa jalla. Vile vile na mabarobaro wa kike, mabinti wa kike wanatakiwa waisherehekee siku hii ya leo katika mazingira ambayo yanamridhisha Allah. Leo amekuja katika musalla, amevaa jilbabu yake vizuri, amevaa stara yake vizuri, lakini baada ya kutoka hapa anatupa kila kitu. Utamkuta katika klabu mbalimbali, au utamkuta katika kumbi mbalimbali amevaa mavazi ambayo yanamchukiza Allah azza wa jalla. Tumcheni Allah azza wa jalla, tumuogopeni Allah azza wa jalla. Hii nafasi ambayo tumepewa na Allah na huu umri ambao tumepewa na Allah, fahamu ya kwamba haya ni masuhulia mazito sana ambayo tutakwenda kuulizwa na Allah. Hii nafasi tuliyopewa na Allah tuitumie kisawasawa, tuitumie vilivyo katika kuyafanya yale ambayo yanamridhisha Allah azza wa jalla. Hadha wa sallu rahimakumullah ala khairil bariyya wa azka al bashariyya Muhammad bin Abdullah sahibul hawd wa shafa'a. فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيه بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم لا تحرمنا علينا الخير ما عندك، اللهم لا تحرمنا علينا الخير ما عندك. اللهم أعز الإسلام في فلسطين، اللهم أعز الإسلام اللهم أعز الإسلام في فلسطين. عباد الله، عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.